Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi. Ndugu watazamaji, leo tena nimebahatika kukutana na wasanii ambao tunaona sana kwenye Chuki ya Kijiji. Leo nimekutana na hapa madam, amepiga zake, kapendeza kweli. Kapiga kama mtindo fulani. Lakini nina mwamba hapa na yeye yuko vizuri. Madam vipi? Poa. Kwema lakini? Kwema. Sasa mbona unaogopa? Angalia basi watu huko, angalia huko. Usiogope. Unaitwa nani? Ninaitwa Lestuta. Kwenye Chuki ya Kijiji ninaitwa kama Eliza. Anaitwa Lestuta, wote tumesikia kwenye Chuki ya Kijiji amecheza kama Eliza. Wewe mara nyingi tunakuona kama ni rafiki yake na Nkamba, sio? Ndiyo, mimi rafiki yake kipenzi. Bwana vipi? Bwana kama kaa. Unyama mwingi Sana. Na kuonaona pale hivi au wewe umecheza kama nani pale? Bwana mimi ni zombi. Kwenye Chuki ya Kijiji mimi ni zombi, alafu mimi ndio mwenye lile group la Black Circle. Yaani mimi ndio kusema pale kwenye ile group. Wewe ndo boss au sio? Sasa nilikuwa nataka nipate director wa movie ile. Maana kuna doubt nyingi sana mtandaoni ni kwamba mnatoa episode moja lakini mnachelewa sana kutoa episode ya pili. Nilikuwa nataka nijue director nitampata wapi? Director tu ni huyu hapa. Wow, kumbe yuko hapa director. Mwenyewe. Sasa bwana, weka pembeni kidogo. Nataka niseme na director. Bwana director, mambo vipi? Kama. Shwari kabisa. Ni sana. Sasa bwana, mambo ni mengi mtandaoni. Wanahoji sana kwa nini Chuki ya Kijiji inachelewa kutoka. Yaani wanakaa mkitoa episode moja inakaa wiki 2, wiki 3 ndo mnaposti. Changamoto nini ndugu yangu? Bwana, kwanza kabisa ningependa kuwaomba radhi mashabiki wetu wa Chuki ya Kijiji. Pia ningependa kuomba radhi mashabiki wote wanaofuatilia group la Future Stars. Kwa sababu hapa katikati kumekuwa na changamoto nyingi, lakini hizo changamoto nahisi mpaka kufikia hapa hii hatua ya sasa hivi hapa hivi kila kitu kipo sawa. Na matumaini yetu ni kwamba Chuki ya Kijiji the way ilivyoandaliwa mpaka sasa hivi hapa hivi tunapoelekea mambo yatakuwa mazuri. Okay, nafikiri watazamaji wangu umeelewa kabisa kwamba changamoto huwa hazikosi. Lakini pia ni movie yao ya kwanza, ndio hivyo wanajikakamua, watafika tunakotarajia. Sasa labda kuna kingine zaidi cha kuambia watazamaji na mashabiki zenu wa Future Stars. Wow, kabisa. Ndio, kitu gani hicho bwana director? Unajua mpaka nacheka hivi. Unajua kwamba kuna kitu ambacho ni kizuri zaidi. Kitakuja kuwepo ni surprise, lakini pia kitakuja kuwepo ni moja ya mafanikio kwa kila mtu, umeona? Ndio. Kwa sababu gani? Ndugu wapenzi wa watazamaji, ndugu wapenzi wa Future, ndugu wapenzi wa sanaa kwa ujumla, kuna movie mpya inakuja. Jamani, movie mpya. Wow, ndo maana akasema surprise. Surprise, ni movie gani hiyo na ni lini wategemee kuiona? Movie yenyewe inaitwa Mchawi Mwenyewe. Imagine jamani, Mchawi Mwenyewe. I say, kwanza mimi nina furaha sana. Jamani, wapenzi, watazamaji na mashabiki wa Chuki ya Kijiji. Kwa ujumla kikundi kinaitwa Future Stars, tumeambiwa tukae kwa kutulia. Movie mpya inakuja, inaitwa Mchawi Mwenyewe. Mchawi Mwenyewe. Imagine. Jamani, mashabiki zetu naomba waendelee tu kutushabikia. Pia wasisahau kucomment, yani ndio kama hivyo yani. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi. Chuki. Ndio dada yangu. Ni sawa kabisa kaka. Inabidi twende tukawaangalia hao watoto. Ni siku nyingi hatujaenda kuwaona hao watoto. Wanapitia changamoto za hapa na pale. Inabidi leo tukawaone. Tusije tukachuma dhambi za bure. Wale watoto tupo nao karibu, wazazi wao kukumbuka tulikuwa nao vipi. Twende tukawaone. Yaani inabidi tufanye hivyo. Twende kakaangu tukawaone. Twende dada yangu. Twende kaka. Nini hiki? Tulia. Hamna kaka,
mimi naogopa. Tulia, mambo madogo madogo haya. Wewe kaka, unaweza kamepotea kaka. Kameenda wapi? Mbona unashtuka vipi? Umeona tembo, umeona simba? Wewe si mwanamke unajiamini, mbona unashtuka tena? Nikuogope wewe umekuwa nani? Au simba ametoka huko polini ameingia barabarani leo? Umekosa la kuongea. Oh, ni vizuri sana. Mimi mwenyewe nashangaa. Mimi sio tembo wala sio chui. Sasa ni kwa nini unahangaika kuwinda sana maisha yangu kama mimi nimekuwa mnyama? Au mimi siku hizi mnyama naliwa, sio? Au kuna kipi hasa anacho kuzidi mpaka unaamua kutoa uhai wangu? Yaani mwanamke mzima, binti mzuri kama wewe, unahangaika kuja mpaka nyumbani unakuja kuniwekea sumu haya. Ulizani kwamba nimekufa au ulizani kama ushanimaliza sasa hapo, ndio? Yaani mwanamke ni kwa binti mrembo kweli. Hivi kule nyumbani huna kazi ya kufanya dadangu? Unahangaika na maisha yangu. Ili kusudi upate nini labda? Au kuna kipi hasa unachotaka kwenye maisha yangu? Maana nimekusikiliza sana. Kwani wewe sio mwanamke? Kwani wewe sio binti mzuri? Na kushangaa unajisahau kama leo upo duniani unahesabika mwanamke. Au umetumwa? Maana sikuelewi umepata wapi jeuri ya kuongea na mimi? Kwa nini nikosa watu huko mtaani nje nikupe sumu wewe? Jiangalie basi. Afu jiwekee sehemu watu unafaa kukaa. Sio kushoboka. Unacheka nini? Hivi. Right, kama ungejua kwamba na mimi pia ni mwanamke, ungezidi kufanya hivi. Hapo sikia nikwambie kitu kimoja. Nikikutazama kuanzia juu mpaka chini, binti unafaa hata kuolewa. Sasa basi, fanya kitu kimoja. Naomba uachane na maisha yangu. Naomba ukae mbali na mimi. Sitaki tena kukuona unapatia maisha yangu. Eti binti kuolewa unaweza. Wewe umeshindwa kuolewa. Wewe fanya jeuri. Nakwambia kitu kimoja. Usinishike. Subiri nikwambie. Nakwambia kitu hichi kimoja. Nikikuangalia nakushika sioni. Sasa hivi. Nikitaka nikupiga unanishika nini wewe vipi? Wewe leta jeuri. Ipo siku yako. Au na mashashula yako. Unajifanya unajua kuongea sana, sio? Unajifanya unaniweza. Ngoja tuone. Mimi na wewe na tutakuwa mshindi. Dawa yako ipo jikoni na chemka. Jinga moja wewe. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti na Tulia. Hamna kaka, mimi naogopa kakangu, turudi tu. Njia ni nyeupe, hebu twende. Kaka tutafika kweli? Twende. Mimi naogopa. Haya ni majaribu kaka, madogo tungerudi. Sio mzee kokote huyu. Mambo yameharibika hapa. nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi, nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki mna Wameanza mpaka na watoto wadogo kuloka. Ngoja nifike nyumbani. Zombie. Ha. Turia. Ha. Turiza kipinto hicho. Zombie baba. Nibona.
samani kidogo. Niache. Kaka, sana. Mwanangu samani. Niaje? Kaka, shwari. Mwanangu mimi nimetoka zangu shule. Nimekuta nyumbani changamoto kidogo. Mwanangu ng'ombe zimeibiwa. Shambani kule mchele wamechukua. Alafu mwanangu nikiangalia na kuambiwa na watu kwamba wewe ndio mhusika mwanangu. Kwa nilikuwa nakuomba mwanangu, ama vipi umelisha hata kidogo. Ombi langu hilo mwanangu. Unatakaje kwanza? Alafu nikicheki mwanangu mbona bisho kabisa yani. Mtoto mayai. Kwamba nini kwanza ni issue nini? Mifugo. Wewe nani kwanza aliyokuambia kwamba sisi tumefanya chochote kitu tumechukua hiyo mifugo? Hapa ishakuanization hapa mtaani hichi kijiji chote cha Sanza yani kila mtu anaongea. Sikia mwanangu. Ukitaka chochote kitu ni fuate mzigoni wala hatuna mambo mengi. Alafu nimekucheki yani safi kweli. Ng'ombe mmechukua, mpunga wa faza mmebeba. Wahuni sio watu. Turiza kipwinto hicho. Wahuni wasebenze. Kaza sauti yo. Turia. Eliza. Wapi tena ndugu yangu? Mimi mwenyewe niko natoka tu hivi. Aisee. Yaani hapo unapoona alikuwa anakuja nyumbani. Alafu leo unatoka jamani. Mambo. Poa vipi? Shule za siku mbili tatu ndugu yangu. Siku hizi wanidai kwa siku nini? Bana, yaani majukumu mengi ndugu yangu amenitinga hatari. Aisee. Ila sio mbaya. Nimekuja hapa nilikuwa na shida na iko naomba unisindikize kwa mwenyekiti kama utojali. Kwa mwenyekiti. Basi tuondoke. Basi sawa. Tunaenda kwenda. Chuki ya kijiji. Chuki. Wewe kibori nilikutuma. Nani kakuchoma hivi tena? Huyu katika kijiji hiki Mzee Kokoto, hebu ngoja nichunguze. Tena mpaka na kuogopa na kukushika. Hakuchoma hivi? Ndo yeye. Tena kipindi tunakuja kwako pale nimekutana naye kabisa live. Na cha ajabu namwambia eti anasema, wala mimi sijui nini." Kumwambia Yaani yule dada ukimwangalia tu macho yake yani anakuambia dada yule mkamfu. Wewe, yaani ukimwangalia tu macho yake anaonyesha kama kuna ubaya ushauhifadhi. Dada bazeni. Salama. Kwema kabisa. Kwema. Samahani, nimepita hapo kwa mwenyekiti nilikuwa na shida naye. Kushangaza nimekuta kufuri. Labda mtakuwa mmemwona. Kaka, kama mwenyekiti hayupo, tutafanya sisi wenyewe hivi tulikuwa tunaikao kwa mwenyekiti. Sasa Eliza, labda utakuwa unataarifa naye mwenyekiti, maana mimi sijui. Bana, mimi nisikie tetezi kwamba mwenyekiti ashaukimbia mji. Mwenyekiti amekimbia kumbe? Ndivyo inavyosemekana. Sasa tutafanyaje ndugu yangu? Sasa si turudi tu, kwani tunaenda kufanyaje huko? Basi sawa, lakini kumbuka mimi nilikuwa na shida ila hakuna namna tunaweza tukarudi. Sasa hiyo shida inaenda kutatuliwa na nani? Si kumbuka kule ni kwa mwenyekiti. Kwa hiyo hakuna namna tunaweza tukarudi. Sasa tuondoke. Hamna kingine. Hii ishakuwa ngumu sasa. Ngoja mimi nirudi. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi, nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki Kaka, yaani hawa ndiyo chanzo cha matatizo yote ya kijiji hiki.
We mama, matatizo gani tena? Unajua wewe ndo chanzo cha mimi kutoka kwenye hiki kijiji. Unalikumbuka lile sakata la miaka ile? Miaka gani? We mzee umechanganyikiwa? Nichanganyikiwe mimi? Mzee sikuelewi. Umesahau yote, umesahau yote. Unajua nilitoka kwenye hiki kijiji kwa sababu gani? Unajua, unakumbuka? Niambie. Hebu nikumbushe. Ulisemaje pale nyumbani? Hawa wanafanya nini kuhusu wakina Butogwa? Yaani hawa kaka ndio chanzo cha matatizo yote haya hapa kijijini. Yaani mambo wanayofanya ni ovyo. Matatizo gani? Unajua wewe mzee, yule mtoto unayeishi naye pale nyumbani kwako sio mwanao. Ni mtoto wa kakaangu. Nini? Ni mtoto wa kakaangu. Kijana gani huyo unayemzungumzia na wewe dada yangu? Si yule Ivan kaka. Kumbe Ivan. Hilo mimi nalijua toka miaka ile. Na hawa ndo chanzo cha kunitoa kwenye hiki kijiji nikakimbia kwenda mbali. Kaka yeye ndo anajua sasa kwamba ni mwanae, lakini mimi najua mtoto wake ni yule Butogwa. Aha. Huyu kijana huyu ni wewe hapa na huyu kijana Butogwa ni nani yako? Hapana, hii picha sielewi. Nahitaji kujua mume wangu. Yaani hapa sitaelewa, lazima unielezee mume wangu start. Na mimi nieleze ulipoitoa. Hebu sogea hapa wewe kisaka la beti nilikuacha na mmoja na mwenzio. Kimaliza yote. Mambo yangu. Yaani leo siyaelewi nimetoka mjini. Nimekutana pale na kiboribo karudi na akafa kabisa kaunguzwa. Nani kamunguza huyo? Haya mniambie. Haraka msemere. Sema wewe Kibalate. Wewe suri yacho hapa nikakuachia zile taarifa za kwamba umuangalizie na mwenzio. Yule kiboribo sasa kaja kafa. Nilimtuma akamalize kila kitu kabisa akamiole. Akakiri mkisungu. Umenifanyia nini sasa hapa? Nani huyo bwana? Hebu zungumza wewe. Ndio yeye tu huyo. Na wewe ulimuona nani? Wewe kimaliza yote unamsema kokoto. Ndio hii sauti naisikia kokoto. Urugo bipunze nkongoshe wikare gato. Ikare bimanite. Nena. Wanangu si yule kule, sio yeye yule. Sio yeye yule. Wewe vijana wangu niko hapa. Huu mzigo wa mzee kokoto tu. Haiwahusu. Joni vijana wangu niko hapa. Mzigo huu. Mbona kama yenyewe kabisa. Nini kwa? Kibaki kibuyu tu. Wanangu mchekini kule kwenye mti. Mimi ndo Zido Kamba, ndo kijiji cha Sanza. Ndo kijiji cha Sanza mimi. Wote wengine wanawake. Nitawatengeneza chapati na huyo tomboi wenu yule, Judy. Nimtengeneze pilau, alafu nyie niwatengeneze viti. Nikalie wakati na relaxi. Mzee Zido Kamba, mzee aliyeshindikana huyo. Wazee yali mimi nitosha. Tyson. Kwani kuna nini? Mbona mnakimbia hivyo? Kutoka wamezidiwa kule kwao. Watu wengi wamejaa. Kuna nini? Kutoka wamezidiwa kule kwao, watu wako wengi.
Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi. Chuki mnanionea, moyoni naumia. Wazazi wametangulia, jamii inanibagu. Ushirikina mmeupa kipaumbele, ugomvi, vurugu, wivu ndo usiseme. Mtaani kutwa makelele, muungano hakuna, imevunjika ngome. Chuki ya kijiji